Mambo vipi mtembezi mwenzangu, mwana kitaa. Leo tumeweza kuamka na habari kubwa kutoka katika klabu ya mpira wa miguu Simba Sports Club ambao pia wana makazi yao pale mtaa wa Msimbazi, na habari hiyo imekuwa ni habari kubwa, taarifa kwa umma. Hii inaonekana ni kujibu mapigo ya kile ambacho kiliweza kuonekana ama kuzungumzwa sana jana, na kwa siku ya leo Simba wameweza kuamka na habari kwa umma, na nitakwenda kusomea taarifa hiyo ambayo wameweza kuitoa Simba kwa umma. Klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 upo kama ulivyopangwa. Wasiadaike na kelele za mitandaoni. Wale ambao walinunua tiketi zao za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2028 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu NBC inajumuisha timu 16 na si timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 ushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunawaomba bodi ya ligi na TFF watoke hadharani na ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025, na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa ripoti na kutokuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba Juni 10 2025, na hiyo ndio taarifa ambayo wameweza kuitoa Simba kwa siku ya leo, na inaonekana ni kama kujibu mapigo ama pia kuna kile ambacho kinaendelea. Wengi wanasema ni kama tamthilia fulani ambapo jana bodi ya ligi walikuja wakatoa taarifa kwa wananchi, lakini pia msemaji wa Yanga pia kupitia kwa msemaji wa club Alikamwe akaja pia kutoa ufafanuzi kwa press ambayo aliweza kuitoa bodi ya ligi, na wakaelezea mipango yao na wakaweza kuainisha mambo yao yale manne ambao walitaka kwamba bodi iweze kuyatekeleza ili waweze kucheza mechi hiyo ya tarehe 15. Simba na wenyewe hawajawa kinyonge, wamekuja na taarifa kwa umma hiyo, na maoni yamekuwa ni mengi sana kutoka kwa wapenzi wa mpira wa miguu, wengine pia wakipongeza, lakini wengine wakiona kwamba hii inakuwa ni series tu ambayo mwendelezo wake utaisha lini. Maoni yamekuwa ni mengi sana kutoka kwa watu ambao wamekuwa wakizungumzia hili kwa mitazamo tofauti. Na wewe kama una maoni yako, karibu sana kuweza kuyaacha hapo chini, lakini kuombe usiache kusubscribe YouTube ya kwetu ya mtaa kwa mtaa. Endelea kutembelea YouTube ya kwetu kwa habari nyingi na nyingine nzuri zaidi ili uweze kuwa mwanafamilia. Mimi niseme tu nikushukuru sana kwa wakati wako na muda wako kwa kuendelea pia kutazama video hii. Asante sana.